Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Karibu kwenye mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, X zamani Twitter pamoja na TikTok. Huko kote tunapatikana kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Wananchi wa mtaa Baruti, kata ya Nyakato, manispaa ya Musoma wamelalamikia hatua ya mamlaka ya taifa ya hifadhi ya chakula NFRA kuondolewa kwa nguvu katika maeneo wanayoishi kwa muda mrefu, wakidai kuwa hatua hiyo imefanyika kinyume na utaratibu wa kisheria. Tukio hili limetokea Januari ya tarehe 21 ya mwaka 2026. Yegowasu TV imeshuhudia wakazi wa mtaa Baruti, kata ya Nyakato, manispaa ya Musoma wakieleza masikitiko yao makubwa baada ya kuondolewa kwa nguvu katika makazi yao na mamlaka ya NFRA. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema kuwa wamekuwa wakiishi katika eneo hilo tangu mwaka 1960 bila kuwahi kupewa taarifa yoyote ya kuondoka au kuelezwa kuwa eneo hilo si mali yao. Wameongeza kuwa wakati wanajenga makazi yao hawakuwahi kupatiwa zuio lolote kutoka manispaa ya Musoma wala kwa afisa ardhi wa manispaa hiyo. Malalamiko yetu hapa ni kwamba sisi hapa tumeishi muda mrefu na tumekaa kwa bila kubuguziwa na mtu, lakini hivi karibuni tumekujwa tu na serikali ikatuambia tuame hapa, wanataka kubomoa, wanataka kutanua eneo la NFRA hapa hivi. Mzee wangu ameishi hapa muda mrefu, tangu amefia hapa tangu miaka 69 kuja 70. Ndio alituacha hapa na baba yetu akafariki akatuacha sisi. Malalamiko yetu ni kwamba tumepigiwa tu simu na watu kwamba kuna watu wanabomoa nyumbani kwenu hapa. Tukakimbia tukakuta ni watu wa manager wa NFRA pamoja na manispaa, watu wa ardhi na migambo wakiwepo. Wanasema wamekuja kubomoa. Tukabishana nao mpaka sasa hivi ndio kinachoendelea tu. Unajua hawajabomoa mpaka sasa hivi. Kikubwa ni kwamba tuachie eneo letu wenyewe, kama eneo lipo, yapo maeneo mengine wachukue maeneo mengine, sio eneo la nyumbani kwetu. Hapana, hakuna fidia yote tulishalipwa na NFRA. Ombi letu kwa serikali, tunaomba serikali yetu ya Mama Samia Suluhu ituangalie sisi watu wa chini. Tunaonewa. Wanatunyang'anya maeneo ya nyumbani kwetu. Majina yangu naitwa Majidu Ali Juma, ni mkazi wa eneo la Baruti. Kutokana na hali inayoendelea katika eneo hili, kuna sintofahamu ya eneo ambalo limeleta mgogoro kati ya watu wa mazao na mwananchi ambaye kwa muda mrefu amekuwa katika eneo hili. Mimi kwa umri wangu, kwa muda ambao nimehamia hapa Musoma tokea mwaka 2000 niko hapa. Eneo hili lilikuwa lina utulivu na hatukuona vurugu za aina yoyote ambazo zilikuwa zinaletwa na watu wa mazao hao, kwamba eneo hili ni la kwao. Lakini palitokea bwana mmoja hapa alikuja akapangishwa na wenyeji ambao eneo ndio la kwao. Baada ya kuwa amehamishwa, chokochoko hizo zikaanza kwamba hilo eneo hawana umiliki nalo, hilo eneo ni la kwake. Alivyoshindwa akaacha hapo, ndio wakaja kutokea hao watu wa mazao wakawa wanasema eneo ni la kwao. Lakini ukitaka kufuatilia katika alama walizokuwa wameziweka katika eneo lao, zipo zinaonyesha mwisho wao, na haya maeneo yamebaki hivyo hivyo. Na katika miaka yote wenyeji wote walioko katika hili eneo wanasema hapa hadi kulikuwa kuna kisima kinawasaidia wakazi wa hapa kwa kuchota maji. Sasa kama eneo lilikuwa ni la kwao, shughuli zote za ujenzi zinaanza mpaka zinafikia hatua hiyo, wapo. Kwa nini hawakuja kusimamisha na eneo ni la kwao? Lakini kitu cha pili, wameenda mahakamani, kesi bado iko mahakamani. Inakuwaje watu wanakuja kubomoa wakati mahakama bado inaendelea na taratibu? Kwa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haruhusiwi kuingilia mahakama mpaka imalize mambo yake. Sasa hawa wakiulizwa wanasema kwamba Mama Samia ndio ametoa hiyo oda kwamba pabomolewe ili waendelee na taratibu za ujenzi wa mambo ya magodown. Je, akiulizwa leo rais wetu kwamba yeye ndo ametoa hiyo oda,
na akasema hapana. Je, hawa tuwaelewe ni watu wa serikali? Ni watu wanaoitakia serikali yetu mambo mazuri, au ni watu ambao wanakuja kuzidisha migogoro kati ya serikali na wananchi? Kitu cha pili, kama hili eneo lote ni la viwanda mpaka kwenda kule chini, mgogoro huu umetokea leo hapa. Je, kwa nini asitokee kiongozi mkuu kama mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa akaitisha kikao na wananchi wa mtaa wa Baruti, wakapewa maelekezo kuanzia sasa kwamba jamani, serikali imetoa amri, eneo hili litaendelezwa kwa ajili ya viwanda na nyinyi mnatakiwa kupisha. Je, leo huu mgogoro ukiisha, je, waliobaki kule ambako bado tena inasemekana ni viwanda, migogoro iendelee? Na hili linachangizwa na serikali. Eneo hili lilitakiwa lipimwe. Tukikaa vikao vya mtaa, tunaambiwa kwamba eneo hili litakuja kupimwa upya. Sasa kama litakuja kupimwa upya, hawa hizo hati wamezitoa wapi? Na wanaendelea na mambo mengine, huku sisi wananchi tunaambiwa patakuja kupimwa upya na matumizi ya zamani yatabatilishwa. Kwa hiyo huu mgogoro hawa wanakuja kuichonganisha serikali na wananchi. Wananchi wanashindwa kuelewa. Leo huyu yuko humo, ana vitu vyake, anaambiwa sasa hivi toa vitu, atavipeleka wapi? Hiyo fedha ataitoa wapi, fedha ya kuvipeleka hivyo vitu sehemu nyingine? Wanakuja kubomoa, hawaonyeshi notisi yoyote ya mahakama au kutoka kwa nani wanabomoa. Wanabomoa kwa idhini ya nani? Paka hadi tumezeekea hapa, tumezaa watoto, tumepata paka hadi vitukuu. Tuko kwenye eneo hili. National Milling imekuja, wakati inaingia kujenga, kuna wakaaji walikuwepo hapo, wamesha kuwa marehemu, walihamishwa kwa kupata wapate nani ujengo la National Milling, gara la chakula la mara, lakini walihamishwa kwa kulipwa na wakaweka uzia wao mwisho wao waliohamishwa wakaenda wakatafutiwa viwanja wakapewa pesa wakaenda kujenga. Hawa wakabaki tuko hivi hapa kwenye eneo hili. Hatukuambiwa kwamba kuna vigingi vya serikali vitakuja kuhamishwa hapa. Kufikia hiyo hatua. Aidha, wakazi hao wamedai kuwa mwaka 2024 walipokea taarifa ya kuondolewa katika eneo hilo na NFRA kwa madai kuwa wanaishi eneo hilo kinyume na utaratibu wa kisheria. Hivyo walitakiwa kuondoka. Kutokana na hatua hiyo, wakazi hao walilazimika kufungua shauri katika mahakama kuu ili kupinga uamuzi huo. Tunashangaa mwaka jana tunakuja kuambiwa nyumba hii ilikuwa hapa, kulikuwepo na nyumba ya mabimbili. Zamani, enzi za zamani, tulikuwa tunajenga nyumba za nyasi, tukawa tumeweka nyumba zote hapa zilikuwa ni nyumba za nyasi. Baada ya kupata nguvu sasa, zile nyumba za matofali mabichi, za miti, za nyasi zikavunjwa, zikawekwa hizi. Tuko hapa. Sasa tunashangaa watu mwaka jana wanakuja kuvamia kwamba eti wanaandika X baada ya kujenga hizi nyumba, kutoa zile za nyasi kuzivunja, wanakuja kuweka X kwamba ni viwanja vyao, na wakati vigingi vilikuwa havipo. Na kuambia hivi, tulikuwa na nyumba za nyasi enzi hizo, hawakufika kutuzuia tusijenge. Mpaka leo hii jamani, tumezalia hapa mpaka hadi tumepata vitukuu. Wazazi wetu wameisha kufa wote, tumeisha baki sisi vijana wao na mabinti zao na wakamwana wao, ndio tuko hapa kwenye eneo hili. Sasa ninashangaa leo inakuwa ni uvamizi wa hali ya juu. Tunaenda wapi? Hivi nchi hii mbona inakuwa na unyanyasaji? Kwa nini Samia anataka kuruhusu watu wake kutunyanyasa sisi? Kwa nini atunyia hivi? Awakemee watu wake. Wanao kupata pesa wanakuja kuonea wananchi ambao sisi hatuna uwezo, hatuko kwenye ngazi. Ndio maana ya kutuvamia na kutuonea. Naomba rais ajaribu kuweka kemeo na kuzuia watu hawa, na kama wanataka kuchukua basi walipe pesa, sio kutuhamisha bure. Kwa nini waje wavamie bure? Tutaenda wapi? Tutaenda tujenge na nini? Tutaenda tununue viwanja hivyo na nini? Tunaonewa jamani.
Rais aliangalie. Mama Samia, kama wewe ni mwanamke mwenzetu, niangalie kwenye hali yangu nilionayo. Muda umri gani nilionao? Nimezeekea wapi? Nimezeekea kwenye eneo hili. Ninaomba kemea watu wako. Kama wanataka eneo limewapendezea, watutafutia sehemu ya kuishi, watujengee. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wamesema eneo hilo ni mali ya halali ya wakazi wa mtaa wa Baruti, wakidai kuwa hakuna mtu binafsi wala taasisi yoyote ya serikali inayomiliki eneo hilo kihalali. Ninachoelewa kuhusu ile eneo hapa, wanasema eneo la NFRA, sijawahi kusikia hata siku moja, kwa sababu mimi nimekuwepo hapa tangu miaka ya 80 mpaka sasa nipo hapa. Ile eneo lilikuwa la National Milling hapa jirani, la National Milling linaishia pale. Ile eneo halijawahi kuwa la NFRA hata siku moja. Hawa watu wamekaa hapa tangu kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Wanasema hapa palipigwa picha mwaka 1969, hapa palipigwa picha, wakapewa ramani. Lakini hawa pamoja na wazazi, babu na mabibi wa wiki jana walikuwa hawajapewa hati yoyote, na wiki jana amepewa urithi wa hii nafasi. Hajawahi kupewa hati aina yoyote, na amekuwa hapa miaka yote hajawahi kuambiwa lolote. Kwa upande wake, wakili wa kujitegemea alikuwa akifuatilia shauri hilo ameeleza kuwa wateja wake walifungua kesi katika mahakama kuu na mahakama ikaweka zuio la kuwazuia walalamikaji kuwaondoa wakazi hao katika eneo hilo hadi kesi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Kwa majina naitwa wakili Emmanuel Gervas, ni wakili ambaye nafanya kazi zangu hapa Msoma. Ndugu Abdalla Ngoja ambaye ni mmiliki wa eneo hili hapa ni mteja wangu. Awali ya yote ningependa kutoa maelezo kidogo. Mosi ni kwamba tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2024 upande wa halmashauri ya manispaa walimpa bwana Abdalla Ngoja notice ya siku 30 ya kumtaka aondoke katika eneo hili. Bwana Abdalla Ngoja akaenda mahakama kuu akaomba zuio, na baada ya kuomba zuio ndio mahakama ikatoa amri kwamba asibomolewe mtu wala mtu yote asije pale akabomoa mpaka hapo kesi ya msingi itakapofunguliwa na kuisha. Mwezi wa pili mwaka 2025 kesi ikasajiliwa. Baada ya kesi kusajiliwa ikaendelea kusikilizwa. Ilipofika tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025 upande wa NFRA, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na manispaa wakasema kwamba aliyeandaa hati ya kuingiza hili eneo kwenye umiliki wa NFRA ni kamishina wa ardhi pamoja na msajili wa nyaraka. Hivyo tunaomba watu wawe sehemu ya hii kesi. Baada ya kuwa wameleta hayo maombi, mahakama kuu ikaelekeza kwamba hao watu wapewe notice ya siku 90. Ndani ya miezi 4 kesi irudi katika mahakama kuu isikilizwe na haki itendeke. Sasa notice ilitolewa tarehe 20 mwezi wa 11. NFRA mkurugenzi mkuu Dodoma alipokea kwa njia ya MSC. Mkurugenzi tarehe 21 akapokea, mwanasheria mkuu wa serikali akapokea, wakili mkuu wa serikali akapokea, kadhalika na kamishina wa ardhi pamoja na msajili. Wote wamepokea taarifa ya Gonje kwamba kesi ipo mahakamani na itaendelea kusikilizwa. Sasa tu siku ya 60 leo tunashangaa ghafla binivu wanakuja mkurugenzi wa NFRA kanda ya Shinyanga akiongoza kikosi kazi chake kwamba wamekuja kubomoa ile eneo hapa, wanataka kujenga ukuta. Tunawauliza iko wapi notice ya kutoa taarifa kwamba watu waondoke hapa? Wanasema kwamba manispaa ilishatoa notice. Ile notice ya manispaa kiuhalisia ilishakufa kwa sababu baada ya kutolewa mahakama kuu ilifuta na ikaelekeza ni marufuku mtu mwingine yote kuja kubomoa hapa mpaka kesi ya msingi itakapoisha. Na kesi ya msingi haijaisha. Mahakama imetoa amri ndani ya miezi 4 irudishwe na kamishina aje aeleze haliwezaje kugawa ardhi ambayo tayari ina nyumba, ina wakazi na watu wapo, na yeye akatoa hati kwa NFRA. Sasa kwa upande wangu mimi ninaiomba upande wa serikali hususan NFRA wajitathmini na kuangalia kwamba hata watu walioko hapo wana haki. Na hata kama wanataka kubomoa basi wafuate taratibu, watoe notice, mtu ajiandae atoe vitu vyake humu ndani ili akisha toka vitu vyake ndo abomoe, au wampe hiyo notice aende mahakamani aombe zuio tena jingine, hawa taarifu vyombo vingine vya kimamlaka, haki itendeke. Hakuna haja ya kuviziana eti kuja kubomoa hapa jengo usiku au kuja kubomoa jengo bila kufuata taratibu.
Hata hivyo, juhudi za Yegowasu TV kuwasiliana na uongozi wa NFRA ambao ni walalamikiwa katika mgogoro huo ili kutoa ufafanuzi juu ya kuvunjwa kwa nyumba hizo hazikuzaa matunda. Maafisa wa NFRA waligoma kuzungumza juu ya suala hilo, wakidai kuwa hawana kibali cha kutoa taarifa kwa vyombo vya habari. Yegowasu TV inaendelea kufuatilia jitihada za kuwapata wawakilishi wa serikali ili kutoa ufafanuzi juu ya mgogoro huo ambao umepelekea wakazi wa mtaa wa Baruti kupoteza makazi yao baada ya nyumba zao kuvunjwa na kuondolewa kwa nguvu. Endelea kuifanya Yegowasu TV kuwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kuichagua Yegowasu TV kuwa chanzo nambari 1 cha matukio na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari nyingine za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia matukio na habari moto kutoka hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.